Raja Athletic haijakata tamaa, bado inapigania saini ya beki mmoja wa Yanga, ambapo kwa sasa imempa ofa kubwa, huku ikimtaka mwenyewe kufanya uamuzi kama abaki klabuni kwake au akavae jezi za kijani na nyeupe za Waarabu hao. Raja imerudi tena kwa Shadrack Boka ambaye ni beki wa kushoto wa Yanga, ikimtaka mkongomani huyo kwenda kuungana na kocha wa timu hiyo Fadlu Davids ambaye alikuwa kocha wa Simba msimu uliopita akimaliza nafasi ya pili kwenye ligi. Mara ya kwanza Raja ilitoa Yanga wakati wa usajili wa Januari, ikituma ofa ambayo hata hivyo mabosi wa Yanga waliigomea wakiwajibu Waarabu kwamba beki huyo hayupo sokoni. Raja imerudi tena kwa Boka ikimsisitiza kwamba bado anahitajika kwenye kikosi chao, ambapo kama mkongomani huyo yuko tayari anaweza kufanya maamuzi juu ya kumalizana na klabu yake kisha Fasta watamchukua. Nikimnukuu kiongozi mmoja wa Raja amesema, hakuna nafasi ya sisi kufanya biashara kirahisi na Yanga. Tulishawatafuta viongozi wao lakini walikuwa wagumu sana na hata namna tulivyoongea nao hatukufurahi sana. Sasa hapa wa kumaliza hilo ni mchezaji mwenyewe. Tunajua kwamba kwa sasa hapati nafasi sana, lakini bado idara ya ufundi namtaka huyo beki, huku tunataka sana beki mwenye kasi na urefu mzuri ambavyo vyote anavyo yeye. Hatuoni wenzetu Yanga kama wako tayari kukaa mezani na sisi kumaliza hiyo biashara. Mwisho kunukuu. Boka kwa sasa yuko majeruhi akiuguza kifundo cha mguu wake, lakini kabla ya hapo amekuwa na muda mchache wa kucheza ukipunguzwa na ujio wa Mohamed Hussein Shabalala ambaye anapata nafasi zaidi ya kwanza. Beki huyo wa zamani wa TP Mazembe na FC Lupopo akimaliza msimu huu atabakiza mwaka mmoja kwenye mkataba wake wa miaka mitatu wa Yanga, ambapo kama atataka kuondoka lazima akae mezani na mabosi wa klabu yake kuridhia. Awali Yanga ilishindwa kufanya uamuzi wa kumuuza Boka, ikidai endapo ingefanya hivyo kikosi chao kingesalia na beki mmoja pekee wa kushoto Shabalala, na kugoma kukaa mezani na Waarabu hao. Nikimnukuu bosi mmoja wa Yanga amesema, ni kweli ilikuja hiyo ofa, tuliwahi kuijadili kwenye vikao, lakini wakati ambao hii ofa ilikuja haukuwa rafiki. Unajua kule kushoto tuna Boka na Shabalala pekee, ukimwondoa mmoja hapo lazima uanze kuishi maisha ya shida. Tukasema tuachane nayo, hatuna shida kumwachia mchezaji, lakini wakati mzuri ni mwisho wa msimu ambapo tunaweza kufanya hesabu za kumchukua nani aje azibe nafasi yake. Wakati kama huu ambao tunakumbana na pressure, majeruhi wengi, ni vigumu. Mwisho kunukuu.